بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka 1448 katika darasa kitabu al-irshad ila sahih al-i'tiqad tulimalizia katika kikao kilichopita chini ya mada bayanu anwa' min ash-shirk al-akbar. tulimalizia ash-shirku fi al-khawf, na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kusoma aina nyingine ya shirk. قال الشيخ ثانيا الشرك في المحبة، nao ni shirk katika ibada ya mahabba. قال قلنا فيما سبق أن الخوف من الله تعالى لا بد أن يكون مقرونا بمحبته سبحانه. tulisema katika maneno yaliyotangulia hapo nyuma kuwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima kufungamanishwe na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى aabudiwa na khauf kama vile aabudiwa na mahabba, kumpenda. لأن تعبده بالخوف فقط هو مذهب الوعيدية الخوارج والمعتزلة. sababu kumwabudu Allah kwa kumhofu peke yake ukawa huna mahabba kwa Mola wako, hani madhehebu ya khawarij mu'tazila ambao waitwa al-wa'idiyya kwa sababu wameegemea katika adilla za wa'id za makamio, wakaziwacha adilla za wa'd ambao ni ahadi nzuri aliyoahidi Allah watu wema. فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه. محبة ndio asli, ndio msingi wa dini ya Uislamu ambao Uislamu wazunguka juu yake. bikamali mahabbati Allah yakmulu dinul Islam, yarhamkallah. kwa kukamilika mahabba ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Uislamu wake wakamilika. wa binaqsiha yanqusu tauhidul insan, na kila mahabba ikipungua na tauhidi yake pia yapungua. Lakini hapa mtu aweza kuuliza, je, mahabba haya yanayokusudiwa hapa ni aina gani? huwa namna gani? والمراد بالمحبة هنا makusudiwa mahabba hapa mahabbatul ubudiyya, ni yale mahabba ya ibada المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. mahabba ambayo yalazimiana na kujidhalilisha kwa Mola wako, kunyenyekea kwa Mola wako na ukamilifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. kwa kuna kamalu dhul wal khudu' wa kamalu at-ta'a ndani yake, ukamilifu wa kujidhalilisha kwa Allah na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu wa kumtii Allah. wa ithari almahbubi ala ghairihi, kwa ukamtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala unayempenda juu ya chochote kile kingine. fahadhihi almahabbatu khalisatun lillah, mahabba haya atakasiwa Allah peke yake. la yajuzu an yushraka ma'ahu fiha ahadun, haifai kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aina hii ya mahabba yoyote mwingine.
لأن المحبة قسمان. na hapa usipopaelewa hapa hii mada huwezi kuielewa, kuwa mahaba yamegawanyika vigawanyo viwili. mahabbatun khassa wa hiya mahabbatul ubudiyya, ni ile mahaba ya ibada. mahabbatun khassa, yani mahaba ya ibada, التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب. وهapa yalazimu ukamilifu, yalazimiana ukamilifu wa udhalilifu na utiifu kwa yule unayempenda. Ukawa mdhalilifu kwake, ni mtiifu kwake, ukatanguliza anachokipenda yeye juu ya unachokipenda wewe. wa hadhihi khassatun billahi subhanahu wa ta'ala, na mahabba haya ni khassa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haifai kumshirikisha na yote mwingine. والقسم الثاني محبة مشتركة, na kigawanyo cha pili ni mahaba ambayo waweza kupenda wengineo wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. mahaba kama haya وهي 3 أنواع, na mahaba haya yamegawanyika vigawanyo vitatu. النوع الأول محبة طبيعية, kuna mahaba ya kimaumbile mwanadamu ameumbwa nayo. kama mahabbati aljai' lit-ta'am, kwa mfano mwenye njaa apenda chakula, akipenda chakula kwa sababu ana njaa. mtu yote mwenye njaa apenda chakula. haya ni mahaba ya kawaida. النوع الثاني محبة إشفاق, ni mahaba ya huruma. kama mahabbati alwalidi liwaladihi, kama vile mzazi kumpenda mtoto wake, ampenda amhurumia. النوع الثالث محبة أنس وإلف, haya ni mahaba ambayo kuna mafungamano ya kiroho, mwampenda mwenzako na wapata utulivu kukaa na yeye na pumbao. kama mahabbati shariki li sharikihi, kwa mfano mume ampenda mke wake, mtu pengine labda ashirikiana mwenzake katika jambo fulani wakawa wapendana katika hilo. wasadiq li sadiqihi, rafiki kumpenda mwenzake, ni mahaba haya. Sasa akiwa na yeye apata utulivu au na raha akiwa pamoja na ndugu zake, haya ni mahaba ya juzu yote haya matatu, na si ya ibada. haya si ya ibada. وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل ولا يؤاخذ أحد بها. na mahaba haya kwa aina tatu haya pili, haya mahabbatu mushtaraka, haya lazimu ndani yake kumaadhimisha yule unayempenda na kujidhalilisha kwake na ukamilifu wa taa, haya lazimiana naye. na haya mtu hapatilizwi naye wala halaumiwi. wala tuzahimu almahabbata almukhtassa, wala mahaba haya hayashindani na yale mahaba khassa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fala yakunu wujuduha shirkan, kwa hivyo haiwi kuwepo mahaba haya ni ushirikina, la, ni mambo ya kawaida tu. kwa hivyo si ushirikina mtu kumpenda mke wake, wala si ushirikina mtu kumpenda mtoto wake, wala si ushirikina kumpenda mtu sahibi yake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, ya Muadh, wallahi inni la uhibbuka, Muadh, wallahi mimi nakupenda. Sahaba wake Muadh alimwambia nani? Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu an-nas ilayk, qala Aisha. qala famin ar-rijal, qala abuha. nani ambaye wampenda zaidi wewe katika watu wote? Sema Aisha. la, katika wanaume ampenda babake, wa hakadha. Ni mahaba ya kawaida, haya halaumiwi mtu kuwa nayo.
Nasema haya kwa sababu kuna baadhi ya watu hufanya istihza na ahli sunna, na nishawasikia kadhaa wakisema maneno kama haya kwa wale mawahabi, bana ukimpenda mke wako shirki, ukimpenda mwanawe wewe shirki tu, fa usiwapende bwana. Kwa guta kama wewe usofahamu, ndio hivyo, kichwa chako kizito kuelewa. Sasa sijui hata tukufahamishe vipi, wafanya kusudi na istihza na jambo la ibada ya mahaba. Basi sasa kama wewe guta, unajua guta lijikokoteni zito lile la chuma lile. Sasa kuna akili za watu ingeti kama lile jikokoteni zito lile latakalivutwa na punda. Sasa huyo utamfahamisha vipi wakati wewe umueleza hataki kuelewa, afanye istihza? Tukizungumza mahaba kwa Allah ni tofauti, na tukizungumza mahaba haya tunayozungumza ya kibinadamu ni tofauti. Lakini hapa atakayeeleweke jambo, lakin la budda an takuna almahabbatu almukhtassatu muqaddamatan alayha, ni lazima ile mahaba khassa yale ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala yawe yatatangulizwa juu ya mahaba yote mengine. Bimaana likija jambo sasa hili ni la Allah amekuamrisha, na likaja jambo kwa mfano la watoto wako, la mkewe, likawa lataka kugongana na hili, basi utalitanguliza lile analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala na lilokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wakati wa sala, watoto wakuhitajia ubaki na wewe ucheze na wao, wawaacha pale wenda kuswali. Mwanzo wacha ni swali, kisha mengine atakuja baadaye, kwa ukatanguliza yale anayoyapenda Allah juu ya haya mengine. قال والمحبة المختصة وهي محبة العبودية هي المذكورة في قوله تعالى، na mahaba haya khasa ambayo ni mahaba ya ibada ndio haya yaliyotajwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Sikiliza tafsiri ya hii aya. Minan nasi man yattakhidhu min duni llahi alihatan yaj'alunahum nudharaa lillahi ta'ala, wapo katika watu wanaowachukulia wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miungu wao, wakawafanya ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah, wakawa wawapenda hao wanaowashirikisha na Allah kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ieleweke, huyu mtu mpaka kuitwa ni mushrik ni kuwa ampenda Allah, lakini kuna mwingine ambaye ampenda kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana akaitwa mushrik, sio kuwa hampendi Allah. Sikiliza vizuri aya, sema wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, bimaana wakaweka sawa hawa wanaowapenda pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika mahaba, wakaweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ay walladhina amanu ashaddu hubban lillahi min haula'i lima'budatihim, wale walioamini wampenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wale washirikina wanavyowapenda wale wanaoabudu pasi na Allah. Kwa nini? Wanawavyoni wasema liannahum la yushrikuna ma'a Allahi ahadan, kwa sababu waumini hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote yule. Wayuhibbunahu fi as-sarra'i wad-dharra, na waumini wampenda Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yao ya furaha, ya mambo ya kuwafurahisha, na katika hali yao ya kupatwa na madhara pia na matatizo, bado wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ulaika fa innahum yuhibbuna alihatahum fi hali sarra, ama wale washirikina wao huwapenda hii miungu yao wanaoiabudu pasi na Allah wakati wa raha na wakati wa kawaida tu. Amma fi dharra fala yad'una illa Allah,
lakini wanapopatwa na matatizo basi hawamuombi isipokuwa Allah. fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ona, wanapopatwa na madhara wakiwa baharini, kile chombo cha bahari kikageuka kikao cha chapwa na maji kisawasawa, mpaka wakaona hapa sisi tuangamia, wawasahau wote wanaoabudu pasi na Allah, wakabaki wamuomba Allah peke yake. Lakini fahamu hili, hawa ni wale washirikina wa zamani. Hawa wa sasa hawako hivi. Hawa wa sasa wafanya shirki katika hali yao ya kawaida, na wakipatwa na matatizo washirikina zaidi. Hamjaelewa bado? Hakuna watu humo washirikina akipatwa na matatizo ndio yuenda kwa waganga aswa, badala ya kuelekea kwa Allah ndio yuenda kabisa huko kwa waganga na wachawi. Na wangapi ambao ndani ya majahazi wanapotikiswa, badala ya kuelekea kwa Allah ndio waita ya Badawi, ya Jailani, badala ya kumuita Allah. Abu Jahali mwenyewe hafanyi hivyo. Abu Jahali yule na jamaa zake wale waovu washirikina wale walikuwa, Allah asema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wakipanda katika vyombo vya bahari wakapatwa na mitihani kule, chombo kikatikiswa, basi wao walikuwa wakimuomba Allah, wakimtakasia yeye dua. falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun, akiwaokoa na kuwaleta nchi kavu salama, basi hao warudi katika ushirikina. Na kuna watu wavaa kanzu na kofia wakiwa katika hali ya kawaida hivi, ya Jailani, ya fulani, ya Allan, na wakipatwa na matatizo sasa, badala ya kumwomba Allah ndio wazidi kuwaomba hao wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi. Na ndio maana Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala katika al-qawaid al-arba'a akataja kipengele hiki, anna mushriki zamanina a'zamu shirkan, hawa washirikina wa zama zetu hizi shirki yao ni kubwa zaidi kuliko shirki ya wale wa mwanzo. Wale walikuwa wakati wa shida wakimwomba Allah peke yake, na wakati wa hali zao za kawaida ni washirikina. Hawa ni washirikina katika hali zao za kawaida, na ni washirikina wanapopatwa na matatizo zaidi. Kila akipata matatizo zaidi ndio azidi kukimbilia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwomba. Sasa haya nikiyasema, kuna baadhi ya makhurafi huja kusema, waona atuita ushirikina. Kumbe wewe wafanya hivyo, alafu atakaoitwa nani? Ikiwa wewe wamuomba asiyekuwa Allah wakati wa shida, tukuite nani? Mashaallah, wewe sahaba. Ukifanya kitendo hiki anta mushrik. Sasa wewe hujatajwa jina wewe, lakini wewe wasema ona atukusudia sisi bwana, kwa sababu kumbe nyinyi ndio hao mnapopatikana na matatizo, badala ya kuelekea kwa Allah mwaelekea kwa viumbe kama nyinyi. Wakati huyo kiumbe kama wewe, lau kama angelikuwa katika hilo jahazi, hata kuogelea hajui. Lau kingependuka kile chombo cha bahari, angekufulia mbali. Wewe wamuomba baada ya kuwa ashakufa, angelikuwa hai hajui kuogelea. Baada ya kufa atakuwa Superman, atakuja atakuokoa. Ana jikono kubwa litakuja mpaka huko baharini, litakubeba likutie nchi kavu, sio? Huu puzi huu. Mtu akae chini afikirie makini. Allah asema amman yujibu almuttarra idha da'ah wa yakshifu as-su', ni nani aniyemuitikia yule aliye katika hali ya matatizo kabisa anapomwomba na kumuondolea madhara. wayaj'alukum khulafa al-ardh, mwisho semani a ilahum ma'a Allah, kuna Mungu mwingine pasi na Allah anayeweza kuyafanya haya? Maana yake usikimbilie kwa mwingine yote, ni yeye peke yake ndiye anayeweza kuondolea madhara, hakuna yote mwingine. La Badawi wala Jailani wala Allan, hakuna yoyote. Wallahi hata ukamuita Jibril pia hawezi kukuokoa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala.
ukamwita mtume katika mitume wa Allah, hawezi kukuokoa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tuna mfano mzuri ikiwa ni mambo ya baharini wa Yunus alayhi salatu wassalam. Yunus alayhi salatu wassalam alipotupwa katika bahari, ikawa ni mtihani Allah amemuonja nao, akamezwa na samaki. Si alikuwa ni mtume? Kwani kuna daraja tukufu ya binadamu kubwa kama utume? Hakuna. Na pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala sema wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Kwa hivyo akamwomba Mola wake amuokoe katika shida aliyokuwa nayo. Allah sema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Hivi ndivyo Allah anavyookoa waumini. Allah akamuitikia maombi yake akiwa ndani ya tumbo la samaki na kiza cha bahari na kiza cha usiku. Fanada fi dhulumat, fanada biish ya Jailani ya Allani ya Badawi la 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 alla ilaha illa ant la yunjika illa at-tauhid. Hakuna kinachoweza kukuokoa wewe isipokuwa kumpokesha Allah katika ibada. Elekea kwa Allah peke yake. Anayekudanganya akakwambia nenda kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mkimbie huyo atakutia kwenye ushirikina, uende ukakae milele ndani ya moto wa jahannam iyadhan billah. Kwani haya maneno yahitaji rocket science ndio waelewe? Si maneno sahari tu. Hasa walalamika vipi? Sema kuona bwana tuitwa washirikina. Sisi twasema anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii, jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah, huyu ni mshirikina. Kuna shaka juu yeye Muislamu gani washuku kuwa anayemuomba asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah ni mushrik? Hadha mushrik. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adhab. Ay walau yara adh-dhalimuna bishirkihim وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب. لو كما وانجليونا ولما ظالم وكفanya shirki, waliojidhulumu nafsi zao kwa ushirikina ama kufanya maovu, wangeiona hali yao kesho akhira itakavyokuwa watakapoishuhudia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, la alimu anna almutafarrida bilquwwati jami'an huwa Allah. Wangejua kuwa yule mwenye nguvu zote peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa annahu shadidul adhab liman asahu, na kwa yeye ni mwenye kuadhibu adhabu kali kwa yule mwenye kumuasi. Lau kama wangeona haya, lau yarawna dhalika lama ashraku ma'ahu ahadan. Wallahi lau kama wangeiona hiyo adhabu wasingelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile, wangeogopa. Lakini si adhabu hawajaiona, wao waona wako salama. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامي عن هذه الآية، الإمام ابن القيم رحمه الله katika kuizungumzia hii aya akasema akhbara ta'ala anna man ahabba min duni Allahi shay'an kama yuhibbu Allah ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min duni Allahi andadan. Allah atupa habari hapa kuwa anayempenda asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, chochote kile atakachokipenda kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu amewachukulia washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. tizama vizuri hapa, huu ni ushirikina katika mahaba tu, si katika kuumba wala si katika ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akampelekea kiumbe mahaba kama anavyompenda Allah, huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akisema kuwa lakini mimi naamini kuwa haumbi yule, mimi naamini kuwa yule hanipi riziki, ukimshirikisha Allah katika mahaba umemfanya huyo kiumbe ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah.
وقال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة. الله أتجحالي وشركين هapa duniani na mwisho wao mbaya kesho akhira. حيث جعلوا لله أندادا, مجعلية pamoja na Allah washirika. أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه, wakawa waabudu pamoja na Allah wakawapenda kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم, wamewasawazisha hawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwapenda na kuwaadhimisha, wakaweka sawa na Allah. Na wako wengi katika watu wameangukia katika jambo kama hili, katika waabudu wa masanamu, katika waabudu wa maiti, katika waabudu wa mawalii na wengineo. Wengi wameangukia katika dhambi ovu kama hii. قال الشيخ الفوزان وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. hali yasema hapa Ibn Kathir rahimahullah ndio aliyobainisha kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama haka Allah hadhihi at-taswiyata anhum fi qawlihim, kama vile Allah alivyoeleza huku kuwasawazisha kwao wasiokuwa Allah na Allah alipoeleza watu wa motoni waliposema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawikum bi rabbil alamin, wallahi tulikuwa katika upotofu wa wazi tulipowasawazisheni nyinyi na Mola mlezi wa ulimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kisha wale waliokufuru ni wenye kumsawazisha Mola wao na wasiokuwa Allah subhanahu ya'dilun, wakawasawazisha wasiokuwa Allah na Allah. Wa qawluhu ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ay ashaddu hubban lillahi min ashabil andadi lillah, bimaana wale walioamini wampenda zaidi Allah kuliko hao wanaowachukulia washirika pamoja na Allah wanavyompenda Allah. Waqila ashaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim, kama tulivyoeleza wampenda zaidi waumini Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wale wanaowachukulia washirika pamoja na yeye wanavyowapenda wale washirika wanaoshirikisha na Allah. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. وهي آية دليل يكون anayependa chochote kama anavyompenda Allah, akajidhalilisha, akamtii, akamnyenyekea na kumadhimisha kama anavyomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ittakhadhahu niddan lillah, basi huyo atakuwa amemfanya huyo kiumbe kuwa ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. hapa kuna dalili ya kuwa mwenye kuchukua washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala akawasawazisha katika mahaba kama anavyompenda Allah, basi hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu, iyadhan billah. hatari sana. الإمام المجدد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء aliwaamsha watu na kuifundisha tauhidi kisawasawa. Katika asri yake aliyoishi alifanya kazi kubwa sana, na naweza kusema wamepita wanawavyuoni wengi waliolingania katika tauhid. Hata baada ya Imam al-Mujaddid rahimahullah kuondoka, wanafunzi wake na watoto wake na wajukuu wake wengi wamelingania katika tauhid, lakini hutaona katika hao wengine wote anahitajwa kama Imam al-Mujaddid rahimahullah. Kama vile huko nyuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wallahi lau kama utamwona Sheikh al-Islam alivyokuwa na huruma hata na wa Ash'ari, akiwazungumzia kwa uzuri, akimzungumzia kwa uzuri Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, na namna alivyotubia na akamweleza kwa uzuri. Lakini huwezi kumuona mtu ambaye achukiwa na ahlul bid'ah katika Ash'ari na wengineo kama anavyochukiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Utafikiri yuko hai sasa.
Ushajiuliza kwa nini? Ukitizama athari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika ilmu mpaka leo, utakuta kuwa amewacha turathi kubwa sana, na haswa katika kurudi shubuhat za watu hao wa bid'a, na hili ndilo lilowatia wazimu. Mweza kuwa walinganizi wengi, lakini yule mlinganizi anayewarudi wao na kufichua zile hoja tata wanazozitoa wao, yule ndio atachukiwa zaidi kuliko wote wengine. Yule bana kwa sababu awaaibisha ule uovu mlokuwa nao na zile hoja tata mnazokuja nazo. Sasa yule anayebwatua yale maneno wanaoyazungumza wao ya kuwazuga watu, yale ndio wanayemchukia zaidi katika wote. Na hii ni kwa sababu ya athar za Imam al-Mujaddid rahimahullah katika huu umma. Amewacha vitabu waweza kuviona vidogo hivi, anao vitabu vikubwa, kuna vitabu vimeandika vidogo vidogo hivi: usul thalatha, qawaid al-arba'a, al-usul as-sitta, nawaqid al-islam, kashf ash-shubuhat. Lakini mwanafunzi akivisoma vitabu, akavielewa vizuri vitabu, basi khurafi umatatani. Wallahi khurafi aweza kuwa khurafi mkubwa, kavaa kilemba mita 3 kichwani, ukiangalia kabeba mlemba huo mkubwa, afunga mpaka kwenye masikio yafika, kisha nyuma na mkia mrefu. Lakini akasimama na kijana tu aliyesoma hizi risala ndogo ndogo za Imam Mujaddid, hana hoja yoyote, eti qala Allah qala rasulu, hamna chochote. Si ajabu kwamba hata nyanyangu pia yuenda pale akiomba pale mambo yake mazuri. Nyanyako ndugu yangu bwana, taqillah ya akhi, watu wazungumzia qala Allah qala rasulu, wasema anti yangu bwana, nyanyangu, maneno gani sasa? Ama mimi shawahi kumwota nani? Sasa bwana, dini yatolewa kwenye ndoto jamaa. Dini yatolewa kwenye ndoto, matolewa kwenye maneno ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ndio hoja zao hizo ndugu yangu. Sasa umpate kijana kasoma hizi risala akazielewa kisawa sawa, mimi nakwambia hata akaja khurafi gani yumatatani, sikwambii talib ilm, hata mtu ammi, lakini amesoma hizi risala akazielewa, basi khurafi wote yuko matatani. Sasa hapa ndo panapowaudhi hapa. Ndio utasikia mawahabi ya akhi ittaqillah fi nafsik. Wewe wamjua Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab, nenda kamsome kwa insafu. Usichukue vitabu vya maadui zake waliozungumza maneno yao ukamsingizia maneno ambayo hana. Chukua vitabu vyake, soma, uangalie wapi amezungumza maneno yanayokwenda kinyume na maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengi waliokuwa na insaf wakarudi katika sunna, wakawacha mambo ya bid'a na wakawacha mambo ya kishirikina. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقلنا قريبا إن محبة الله هي محبة العبودية يجب أن تقدم على المحبة التي ليست عبودية. tumetaja hapa karibuni kuwa mahaba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni mahaba ya ibada, na ni wajibu yatangulizwe juu ya mahaba ya kupenda chochote kile kingine ambayo si ya kiibada, kama kumpenda mtoto wako, kumpenda sahibi yako na mengineo, yale mahaba ambayo si ibada. Wa hiya almahabbatu almushtaraka, tuliyotaja hapo nyuma, kama mahabbati alabai walauladi walazwaji walamwal, kama mja kuwapenda wazazi wake, kuwapenda watoto wake, kuwapenda wake zake, kupenda mali. Mtu asije akasema mimi lakini sipendi mali. Acha uongo wewe, mimi sipendi mali. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. haya yote Allah amewaumba wanadamu akawapambia wapenda. Sema mimi si tamaa, sawa sawa. Kuna watu sasa kule kupenda mali kwao kumepita mipaka, mpaka hawajali ya haramu ya halali waingia. Ama kuwa binadamu wapenda mali, kila mwanadamu kwa hivyo. Lakini isiwe sasa mahaba yako haya yakapita
yale mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaingiza madhara katika nafsi yako kwa ajili ya mahaba ya kupenda mali na kupenda watoto na kupenda wake zako. لأن الله توعد من قدم هذه المحبة على محبة الله فقال تعالى سب الله amewakamia makamio makali wale waliotangulia mahaba haya ambayo asili yake ni mubah, lakini wakayatanguliza juu ya kile anachokipenda Allah na mtume wake, au wakatanguliza kuliko kumpenda Allah na mtume wake. Hapa akawatumia makamio makali, akasema hivi: qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Allah asema subhanahu wa ta'ala, waambie ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mlioyachuma na biashara mnazochelea na kuogopea hasara yake na majumba mnaoishi ndani yake, haya majumba mliojenga mnaoishi ndani yake, mnaoridhia kubakia ndani yake, yapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake na kupigana jihad katika njia ya Allah, basi subirini mpaka atakapokuja Allah na amri yake. Hakika Allah hawaongoi watu mafasik waliotoka nje ya taa yake. Sheikh asema fatawaada subhanahu man qaddama hadhihi almahbubati athaman ala mahabbati llahi wa rasulihi wal a'mal allati yuhibbuha. Allah akawatumia makamio makali wale waliotanguliza hivi vitu vinane hivi vilivyotajwa hapa vinavyopendwa kikweli kwa wanadamu kawaida, wakatanguliza hivi vitu vinane juu ya kumpenda Allah na mtume wake na matendo mema ambayo Allah yuwayapenda. Walam yatawaad ala mujarradi hubbi hadhihi al-ashya. Allah hakutuma makamio kwa mujarradi mtu kupenda hivi vitu, kwa sababu ni vitu vya kawaida. Lianna hadha shay'un jubila alayhi al-insan laysa ikhtiyariyan, kwa sababu haya ni mambo ambayo Allah amewaumbia kama umbile ya wanadamu wayapenda, si kwa kutaka kwake, si kwa khiari yake. Kila mmoja apenda hivi vitu vilivyotajwa hapa. Wa inma tawaada man qaddama mahabbataha ala mahabbati Allahi wa rasulihi wa mahabbati ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Kile alichowalaumu hapa na kuwakamia hapa ni wale ambao watanguliza kupenda vitu hivi juu ya kumpenda Allah na mtume wake na kupenda kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده شرعا على ما يحبه العبد ويريده. kwa hivyo lazima kutanguliza kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mja wake kukifanya na kile ambacho Allah amemtaka akitekeleze kisheria juu ya kile anachokipenda mja mwenyewe na kile anachokitaka yeye. Kwa Allah akwambia mimi napenda hiki, fanya, na wewe kuna kingine wakipenda ambacho umeruhusiwa kukipenda kikawa cha songamana na hiki, basi utangulize kile cha Allah subhanahu wa ta'ala, hiki chako ukiwache. La sivyo utakuwa umeingia katika makamio haya aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya suratu at-Tauba, aya 24 suratu at-Tauba. Kisha Sheikh akasema فمحبة الله لها علامات تدل عليها. kule mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuna alama zinazoonyesha kuwa huyu ni mkweli ampenda Allah, na alama hizo akaziorodhesha hapa. Tutakuja kuzieleza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja, alama moja baada ya nyingine. Ukiona hizi alama ujue wewe ni mkweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.